Naam, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media. Kama ni mara yako ya kwanza, karibu sana. Harmonize pamoja na Mbosso wameweka rekodi mpya kupitia upande wa Boomplay, ambapo tunaona kwa mara ya kwanza ngoma hii imefanya maajabu katika platform mbili, Boomplay pamoja na Audiomack. Huko bwana, watu na stream ngoma, na ngoma hii ya leo imeweza kufikisha streams zaidi ya milioni katika hizo platform. Sasa tunaangalia kwenye upande wa Boomplay. Boomplay wameweza kuweka hiyo kitu, ambapo ngoma hii imeweza kufikisha streams milioni 1.5 tangu ipostiwe katika upande wa Boomplay, na hii ni digital platform. Kwa hiyo kwa muda mfupi tu wameweza kufikisha stream hizo zaidi ya milioni 1.5 na still counting, yani bado inazidi kuwa stream. Lakini pia kwenye upande wa Audiomack ngoma hii imeweza kufikisha streams milioni 1.2. Haya ni maajabu kabisa, naweza kusema hivyo kwa sababu kwa haraka tu hapa Harmonize anazidi kutengeneza rekodi yake yeye mwenyewe, kwa sababu kuna vitu vingine vinafanya vizuri zaidi kwa upande wake. Lakini kingine ni kwamba Harmonize amefanya maajabu makubwa sana, hasa katika upande wa Boomplay, kwa sababu tunaona wiki iliyopita aliweza kushika namba 1 kama mkali wa wiki, lakini pia tunaona katika upande huu wa Boomplay ameweza kufanya makubwa sana. Kufikia streams milioni 1.5 ni kitu kikubwa mno, au sio? Lakini kingine ni kwamba humu kuna competition kubwa sana, ambapo tunaona ngoma hii imefanya vizuri zaidi, na tunaona alitoa ngoma 3, alitoa leo, alitoa 6 round, lakini pia alitoa uko wapi. Hizo ni ngoma alitoa ndani ya siku moja, lakini ngoma inayofanya vizuri zaidi ni ile ambayo alishirikiana na Mbosso. Sasa kwenye upande wa maoni ya mashabiki kuhusiana na ngoma hiyo kufanya vizuri katika platform mbili, Boomplay pamoja na Audiomack, yalikuwa kama ifuatavyo kutokana na maajabu, lakini pia rekodi hii inaweza kusema ni rekodi mpya town. Tunaona maoni kama ifuatavyo. Mmoja kaandika Harmonize atengwe, Bombo Clat, Konde gang for life in music pure. Mwingine akaandika moto wa kutia mbali. Mwingine akasema mtaalamu Konde. Mwingine akaandika sisi hao au vipi bana. Sasa kwa upande mwingine ngoma hii imefanya maajabu makubwa sana katika upande wa Audiomack. Audiomack bana alishia kufika hadi namba 1. Shifika namba 1 na tunaona anaweza kuwapiga chini. Hapa nazungumzia Mario, nazungumzia Diamond Platnumz, nazungumzia Zuchu, lakini pia kwa upande wa YouTube ngoma hii iliweza kushika namba 1 on trending. Kwa hiyo tunaona hizi rekodi zote Harmonize ameweka ndani ya muda mfupi, na ameanza mwaka kwa kuwa namba 1 on trending katika mtandao wa YouTube. Lakini pia kitu kingine ni kwamba tunaona ngoma hii ina zaidi ya viewers milioni 5 katika upande wa YouTube, ambapo tunaona kwa sasa hivi ameanza vizuri mwaka na imani atamaliza vizuri, kwa sababu ukiangalia vizuri Harmonize hapo nyuma tunaona watu wako na kanyaga namba, sio mchezo. Lakini nikukumbushe tu ngoma hii imepostiwa wiki 3 zilizopita na ina jumla viewers milioni 5.4 ndani ya wiki 3. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni msanii ambaye ni mkubwa na ni msanii ambaye anafuatiliwa vizuri katika mitandao ya kijamii, lakini pia watu wamekuwa wakimfuatilia kila iitwapo leo. Lakini ukiachilia mbali na hivyo tunaona kwa upande wa digital platform ameweza kuweka rekodi ya aina yake, kwa sababu sio mara ya kwanza Harmonize kuweka rekodi hizi, kwa sababu tunaona aliweza kushika namba 1 on trending katika trending music, yani nyimbo zinazo trendi katika nchi ya Tanzania, lakini pia tunaona alitrendi katika nchi za, ambapo tunaona kwa upande wa Tanzania alishika namba 1, na video hii imefanya vizuri sana kwenye upande wa YouTube. Lakini pia walisema kwamba hii ndio music gaining the most buzz on YouTube. Kwa hizi ni nyimbo ambazo zinafanya vizuri katika upande wa YouTube kwenye trending katika upande wa music. Kwa hiyo tunaona ukiachilia mbali na hivyo ngoma hii iliweza kushika nafasi ya kwanza kama top searched song katika upande wa iTunes, au sio? Lakini pia tunaona
kwa upande mwingine kulikuwa top songs upande wa Boomplay, lakini pia top song chart Tanzania ilishika namba 1, lakini ikawa nyimbo weekly top songs kuanzia Disemba 26 mpaka tarehe 1. Kwa ilikuwa ni weekly top songs, kwa hiyo ilishika namba 1 straight siku 7. Kwa hiyo tangu itoke ilishika namba 1 on trending. Lakini kiachilia mbali na hivyo, tunaona watu mbalimbali akiwemo Hamisa Mobeto ambapo akaandika I never feel like I feel to you. Tunaona watu wakaja kutoa maoni yao. Mmoja kaandika huyu Dodo katokea wapi, mwingine kaandika hii ni kali. Mmoja akasema kwamba anyway, akaandika Misa, mwingine akaandika Mrs. Key, Mabega Mrs. Key. Kwa hiyo wengi walitoa maoni yao kwamba ni Mrs. Key, yani ni mke wa Aziz Ki. Lakini pia tunaona alikuwa ndo msanii wa kwanza ambaye alishika namba 1 on trending ndani ya siku 7. Hapa nitakuwekea top 3 ambapo ilikuwa ni Disemba 26 mpaka Januari 1, ambapo tunaona alimpiga chini Mario pamoja na Diamond alikuwa alishika namba 1. Kwa hiyo tunaona kwa upande wa trending song alifanya vizuri zaidi. Lakini pia tunaona ndani ya siku 10 ngoma hii iliweza kuweza kufikisha zaidi ya viewers milioni 4. Ndani ya siku 10 ikafikisha viewers milioni 4. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kwa upande wa YouTube sasa hivi Harmonize anafanya vizuri sana, anafanya vizuri mno. Lakini pia tunaona kwa rekodi nyingine ambazo alizifanya, ngoma hii ilishika namba 2 kwa upande wa nchi ya Uholanzi ama Netherlands, ambapo namba 1 ilikuwa ni ya kwake Fola, nyimbo inayokuja jina la You. Namba 2 ikawa ni hapo kwa Harmonize na wengine na pamoja na Yala Male ikawa namba 4. Kwa hiyo alishika namba 2 upande wa Uholanzi. Kwa hiyo alifanya vizuri zaidi. Lakini pia tunaona ngoma hii iliwahi kushika namba 1 popular in Tanzania trending song kwenye upande wa Spotify trending song now, ambapo tunaona Harmonize alikuwa namba 1 na namba 10 ilikuwa ya kwake Diamond Platnumz akishirikiana na Focalist. Kwa hiyo unaona ni rekodi juu ya rekodi. Kwa hiyo tunaona kwa upande wa Audiomack pamoja na Boomplay sio mara ya kwanza, au sio mara ya kwanza Harmonize kufanya hivyo. Lakini pia ngoma hii ishafanya vizuri na kuwa namba 1 on trending au namba 1 song in Dar es Salaam. Manake fans in Dar es Salaam love leo, manake kwa upande wa Dar es Salaam wafuasi walikuwa wanaipenda sana ngoma ilipotoka. Dondosha maoni yako, kisha subscribe.